Hakika ninyi ni wazalendo, mmevunja rekodi, mmeipenda nchi yenu na mnathamini kazi kubwa iliyofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Niendelee kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushirikiano, mshikamano mlionipa wakati wote nikiwa nikitekeleza jukumu langu la kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni. Sitawasahau na sitasahau upendo wenu kwangu. Inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia kila lenye heri katika jambo lenu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, waheshimiwa wabunge wamekuwa wakifanya ufuatiliaji wa miradi kwenye majimbo yenu kwa karibu mno. Kila mbunge aliwajibika katika kuhakikisha kuwa upatikanaji wa maendeleo ya haraka kwa lengo la kuinua ustawi wa wananchi wote umefanyika. Mheshimiwa Spika, samahani, asante sana, poleni. Mheshimiwa Spika, kama Waswahili wasemavyo, kila mtenda wema atakumbukwa kwa wema. Niwaombe wananchi wote, endeleeni kuwaunga mkono wabunge wetu huko majimboni. Hakika waheshimiwa wabunge, mmetenda mema kwa kuwakilisha mema majimbo yenu na mnastahili kukumbukwa kwa wema wenu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake uliotukuka. Wakati wote amekuwa akinipa maelekezo yenye tija na kuifanya kazi yangu na kuwa nyepesi. Mheshimiwa Spika, sina shaka nyote mtakubaliana nami kuwa hulka yake na ustahimilivu wake umekuwa faraja kwetu sisi wasaidizi wake, watumishi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Isitoshe, Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa nguzo wa kuimarisha mshikamano na umoja katika taifa hili. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ushirikiano wake alionipatia wakati wote nikitekeleza majukumu yangu. Busara zake na weledi wake umekuwa msaada na mfano wa kuigwa katika utendaji wa kazi serikalini. Mheshimiwa Spika, vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa ushirikiano mkubwa alionipa wakati wote. Kadhalika nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, ambaye amekuwa mwenyekiti mwenza katika kamati mbalimbali za kitaifa na kufanya kazi pamoja, yeye pamoja na ofisi yake Makamu wa Pili wa Rais kule Zanzibar, kwa ushirikiano wao wakati tukitekeleza majukumu yetu ya pamoja kama wenye viti wa kamati mbalimbali za kitaifa. Mheshimiwa Spika, vile vile niendelee kutoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa ushirikiano mkubwa katika usimamizi na uratibu wa shughuli za serikali. Nikiri kwamba Mheshimiwa Biteko amekuwa msaada mkubwa kwangu katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya Waziri Mkuu kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, ninaomba sasa nitumie nafasi hii kuwapongeza Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, na Mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, kwa kazi nzuri walioifanya. Pia ninawashukuru kwa kunisaidia kutekeleza majukumu yangu wanaposimamia dhamana ya Sera, Bunge na Uratibu katika Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kadhalika nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Mrisho Kikwete, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa pamoja na Mheshimiwa Petrobas Pasco Katambi, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa kunisaidia kusimamia dhamana ya Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Ushirikiano wao umekuwa chachu ya mafanikio katika shughuli za kila siku za Ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa mara nyingine nawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana pia Wanaruangwa kwa kuniunga mkono na kunipatia ushirikiano katika kipindi chote nilipokuwa nikitekeleza majukumu ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninatambua wakati mwingi nimekuwa nje ya jimbo letu nikitumikia taifa, lakini Wanaruangwa wameendelea kuniunga mkono. Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana, na muomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano uliopo kati yetu sote, na naomba kuwajulisha kuwa nakuja kuchukua fomu na kuomba ridhaa yenu.
Mheshimiwa Spika, kipekee ninaishukuru familia yangu kiongozwa na mke wangu mpendwa Mary Majaliwa na watoto wangu kwa upendo na uvumilivu walioonyesha kwangu wakati wote, hata pale nilipokuwa napitia magumu. Mliendelea kunionyesha upendo wenu. Kwa hakika upendo na mshikamano wenu umekuwa ukinipa nguvu ya kutekeleza majukumu yangu ya kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais, kukitumikia chama changu, Chama cha Mapinduzi, na kuwatumikia wana Ruangwa pamoja na Watanzania wote. Asanteni sana na washukuru na watakia kila laheri. Salamu za pongezi. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, wakati mkutano wa 19 wa Bunge ukiendelea, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifanya teuzi mbalimbali. Teuzi hizo zilifanywa kwa lengo la kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na shughuli mbalimbali za serikali na mihimili mingine. Mheshimiwa Spika, mnamo tarehe 13 mwezi huu wa Juni 2025 alimteua Mheshimiwa George Mchechu Masaju aliyekuwa jaji wa Mahakama ya Rufani Tanzania kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Masaju amechukua nafasi ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye amestaafu, na kwa hakika amefanya kazi kubwa aliyoacha alama katika muhimili wa mahakama. Ninamtakia kila laheri Profesa Ibrahim Juma katika maisha yake ya ustaafu. Mheshimiwa Spika, ninatoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Jaji Masaju pamoja na viongozi wote wateule katika nafasi mbalimbali. Aidha, nitumie nafasi hii kuwatakia wateule wote kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yao ambayo ni mapya, na kuwakumbusha wajibu wao wa kutanguliza mbele maslahi ya taifa letu na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa katika mkutano wa Shirika la Afya Duniani Mei 18, 2025 Geneva, Uswisi, pamoja na masuala mengine, ulifanyika uchaguzi wa kumpata mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Kwa mara nyingine, Tanzania iliendelea kung'ara kimataifa baada ya Profesa Mohamed Yakub Janabi, mshauri wa rais wa masuala ya tiba na mkurugenzi wa hospitali ya teule ya Muhimbili, kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya kuwashinda wagombea kutoka nchi za Ivory Coast, Guinea, Niger na Togo. Mheshimiwa Spika, ninaungana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, pamoja na Watanzania wote kumpongeza sana Profesa Mohamed Janabi kwa ushindi huo. Nafasi hii imeipa Tanzania heshima kubwa, kwani imedhihirisha uwezo wa kuandaa viongozi wenye weledi ambao wanaweza kumudu ushindani kwa ngazi ya kimataifa. Mheshimiwa Spika, wakati nikiendelea na mkutano huu wa 19 wa bunge lako tukufu, mnamo tarehe 7 Mei 2025 tuliondokewa na mwanasiasa mashuhuri na mkongwe Mheshimiwa Cleopa David Msuya. Mheshimiwa Msuya aliwahi kulitumikia bunge hili akiwakilisha jimbo la Mwanga mkoani Kilimanjaro. Mheshimiwa Spika, kadhalika Mheshimiwa Msuya amewahi kuhudumu serikalini katika nafasi mbalimbali. Kuanzia mwaka 1964 hadi 1972 alihudumu nafasi ya katibu mkuu katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Maji, Wizara ya Mambo ya Uchumi na Mipango, pamoja na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Spika, vile vile mwaka 1972 hadi mwaka 1994 alikuwa waziri wa fedha, waziri wa viwanda, waziri wa fedha tena, uchumi na mipango, waziri wa viwanda na biashara, lakini pia amewahi kuwa waziri mkuu kwa vipindi viwili tofauti, mwaka 1980 hadi 1983 na mwaka 1994 hadi 1995, ambapo alihudumu kama waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Mheshimiwa Spika, nami niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki, lakini natoa pole nyingi kwa wananchi wa Mwanga, wana CCM na Watanzania wote kwa ujumla. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa marehemu pumziko la amani. Amina. Mheshimiwa Spika, wapo Watanzania wenzetu waliokumbwa na majanga mbalimbali zikiwemo ajali za barabarani. Ninatoa pole kwa wananchi wote waliopoteza wapendwa wao katika ajali hizo. Vile vile natoa pole kwa majeruhi wote na naombea kwa Mwenyezi Mungu awape uponyaji wa haraka. Nitumie nafasi hii pia
kutoa pole kwa waathirika wa majanga yote ambayo hatukuyataja hapa, lakini yametokea kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, wakati Bunge la 12 likiendelea kuhitimisha shughuli zake, nimefanikiwa kutekeleza masuala mbalimbali ikiwemo kujibu maswali na hoja zilizowasilishwa na waheshimiwa wabunge, kujadili na kupitisha miswada ya sheria ya serikali, kujadili na kutoa maazimio mbalimbali, kujadili na kuridhia mikataba na itifaki za kikanda na kimataifa, pamoja na kupokea kauli za serikali kuhusu ufafanuzi wa mambo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, katika mkutano wa 19, maswali ya msingi 724, maswali ya nyongeza 2699 na maswali matano ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na kupatiwa majibu ya serikali. Aidha, katika kipindi cha Bunge la 12 nalohitimisha uhai wake, jumla ya maswali ya msingi 5259 na maswali ya nyongeza 18075 pamoja na jumla ya maswali 253 ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na waheshimiwa wabunge na kupatiwa majibu na serikali. Mheshimiwa Spika, pia Bunge lilijadili na kupitisha miswada 58 kwa hatua zake zote. Wakati huo Bunge lako tukufu lilijadili na kupitisha maazimio 19 ya Bunge, ikiwemo ya pongezi 4, kuridhia mikataba ya itifaki 12 na masuala ya maliasili 3. Mheshimiwa Spika, sambamba na hayo, Bunge lako tukufu lilipitisha maazimio 922 yanayotokana na taarifa za kamati za mwaka yanayohitaji kutekelezwa na serikali wakati wa uhai wake wa Bunge. Lakini vile vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali tofauti yenye maslahi tofauti na mapana kwa taifa letu. Lengo hapa ni kuweka na uwazi katika utendaji wa uwajibikaji wa serikali kwa wananchi kupitia wawakilishi wake hapa bungeni.